إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من عذاب النار. قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من الفائزين. Watukufu wa Islam, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, rehma na amani zimwendee kiongozi wa umma mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Ndugu zangu, katika hutuba yetu fupi hii, kama tunavyojua, tuko kwenye mwezi mtukufu wa Dhulqaada. Ni moja katika miezi mitukufu kama Allah subhanahu wa ta'ala mwenyewe alivyosema, inna idata ash-shuhuri inda Allah 12 qabla an yakhluqa samawati wal ard minhu 4 hurum fala tadhlimu fihinna anfusakum. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia kwamba hakika idadi, inna idata shuhuri inda Allah, miezi, idadi ya miezi mbele Allah subhanahu wa ta'ala ni 12, ni miezi 12. Na hiyo utaratibu Allah kaupanga kabla hajaumba mbingu na ardhi. Ilikuwa ameshaweka utaratibu wa miezi ni 12. Minhu, katika miezi hiyo 4 hurum, ana miezi 4 ambayo ni mitakatifu. Miezi hiyo, moja katika miezi hiyo ni ambayo tuko ndani, mwezi mtukufu wa Dhulqaada. Ni mwezi wa Dhulqaada na mwezi wa Dhulhijja na mwezi wa Muharram na mwezi wa Rajab. Hii ni miezi 4 ambayo Allah subhanahu wa ta'ala katutaka, fala tadhlimu fihinna anfusakum, msidhulumu nafsi zenu. Dhulma ya aina yoyote isifanyiki. Nini maana ya dhulma? Dhulma inakuja katika tabaka mbalimbali. Kuna mtu kufanya shirki ni dhulma, kuna mtu kuasi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ni dhulma, kuna mtu kumdhulumu ndugu yake. Zote hizo ni aina za dhulma. Allah subhanahu wa ta'ala anatutaka ya kwamba tusifanye dhulma ya aina yoyote katika miezi hii. Ndugu zangu katika imani, wewe kama baba wa familia, usimdhulumu mke wako au yeye asikudhulumu. Usiwadhulumu watoto wako kwa kuwa wewe ni kiongozi pale nyumbani. Ndugu zangu katika imani, moja katika dhulma ambayo tutakusudia kuzungumzia leo ni dhulma ambayo wazazi wanadhulumu watoto wao. Moja katika dhulma kubwa ambayo leo inaangamiza ni dhulma ya wazazi kwa watoto, hususan mzazi mwanaume ndo anaanza kuhesabiwa kwamba yeye ndo kichwa cha familia, yeye ndo mchaguzi wa kutafuta mustakabali wa familia yake kwa katika njia nzuri. Pale Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallama amesema, fadhfar bidhati din tarbati yadak. Alikuwa akizungumzia sampuli ama aina za waoaji. Wanaume wenye kutaka kuoa wanachagua nini? Wanachagua wanawake wazuri, wenye mali, wenye jina kubwa katika ukoo, na wenye uzuri na wenye dini. Lakini Mtume akasema chagua mwenye dini. Amri ya Mtume hii, Mtume anakuchagulisha. Kwa nini Mtume anasema fadhfar bidhati din? Mtume anaitazama dini.
Sasa leo dhulma ya kwanza ya wanaume wanafanyia watoto wao ni pale kuwachagulia mama asiyekuwa na dini. Hii ni moja katika dhulma ya kwanza kabisa, baba anadhulumu watoto wake. Maana moja katika haki ya mzazi mwanaume au mume baba kuwafanyia watoto zake kabla hawajazaliwa ni kuwachagulia mama mwenye dini. Hii ni moja katika wema na haki ya watoto. Kwa hiyo ukichagua mke asiyekuwa na dini ni dhulma umejifanyia mwenyewe kwa nafsi yako, na ni dhulma umewadhulumu watoto wako. Ndugu zangu katika imani, mama ndo mlezi wa watoto. Sisi tunatoka asubuhi tunakwenda kuhangaika kutafuta riziki, mama ndo anabaki na watoto nyumbani. Hata wakitoka skuli wanamkuta yeye pale. Muda mwingine sisi tunarudi saa 2 ya usiku, saa 3 ya usiku. Kuna wakati mwingine unakuta yeye ndo anajua nini watoto wamefanya. Kwa hiyo muda mwingi mama ndo ana watoto wake pale. Kwa hiyo kama ni mama mwenye dini, yeye ndo ambaye atakulelea watoto kidini, na kama hana dini, yeye ndo atakuwa mstari wa mbele kuharibu watoto. Mambo mengi hautoyajua. Kumbe dhulma ya kwanza ambayo sisi kama wazazi wanaume tunafanyia watoto wetu ni kuwachagulia mama asiyekuwa na dini. Ndio kwa maana kizazi kinapotea. Na tusifikiri tutasalimika siku ya Kiyama kwa kuwa tunaswali, tunatoa sadaka, tunafunga. Maadamu tumeacha kizazi kibaya, hatutosalimika mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kama tulivyosema kwamba Mwenyezi Mungu anasema fattaqun nara allati uiddat lilkafirin, tuogope moto ambao umeandaliwa makafiri. Lakini Waislamu wengi wataingia motoni. Kwa nini? Kwa yale makosa ambayo walikuwa wakiyafanya. Umemoa mke asiyekuwa na dini, umezaa watoto wameharibika, kizazi kimeharibika chote. Umekufa, watoto wako wanabaki wanafanya ufisadi katika ardhi ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Watoto zako waswali, hawako kwenye dini, wanafanya maovu, ulevi na mengine makubwa ya kumwasi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wewe ndio sababu umechangia katika hii dhulma. Unafikiri Allah Subhanahu wa Ta'ala atakuacha kweli upite kwenye sirati na kuingia peponi ikiwa wewe umesababisha hii? Kumbe utakwama kwenye uwanja wa hesabu na utaadhibiwa, kwa kuwa wewe leo hii unazungumza ya kwamba huyu ni mtoto wangu. Anakuhusu wewe nini? Lakini unasahau ya kwamba huyu mtoto kesho atakuwa ni mke wa mtu au mume wa mtu. Atakuja kuwa mama watoto kesho. Wewe ulikuwa unasema ni mtoto wangu, ni kijana wangu, ni binti yangu. Anageuka kuwa mume wa mtu sasa. Huyu mke anataka mume wake amtendee khairi na wema, aishi naye vizuri, lakini umemwachia uhuru. Anatoka na kwenda baa, anarudi usiku, unamfungulia mlango. Unamwachia binti uhuru, anakwambia na kwenda kutembelea rafiki zangu, I'm going by my friend. Akienda huko anarudi usiku, katoka asubuhi. Hautojua alishinda wapi, unampa ule uhuru. Pindi alipoolewa vile vile anakuwa anataka awe na uhuru ule ule, maana hakuchungwa kipindi yuko kwao. Anatoka na kwenda anashinda huko, haujui kama ameshinda kwa wanaume ama ameshinda katika warafiki zake wenye tabia gani. Kwa hiyo umempa uhuru. Kwa hiyo hii siku ya Kiyama mtoto akaja kuharibika kwa kuwa wewe haukumchunga na kuchukua majukumu yako kama mzazi. Umemfanyia dhulma kubwa mtoto huyu, hakuijua dini ya Mola wake. Na moja katika haki ya mzazi ya kwanza katika zote, hakikisha mtoto wako anajua dini. Utashangaa mtu amezaliwa katika mji wa Uislamu, lakini unajikuta mtu hajui kusoma Qur'an. Kakulia kwenye mji wa Uislamu. Kwa nini? Wazazi wake hawakumpeleka madrasa, hawakumfunza dini. Kumbe hii ni dhulma kubwa ambayo mzazi atakuwa amemfanyia mtoto. Ndugu zangu katika iman, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, nyote ni wachunga na nyote mtaulizwa katika kile mlichokichunga siku ya Kiyama. Kwa hiyo wewe kama baba uko na mas'ul. Allah Subhanahu wa Ta'ala akakwambia kwenye Qur'ani faswalihatul qanitat. Wewe ni mwanaume, utataka kuoa na kushauria kama Mola wako na kuamrisha, chagua mwema. Swalihatun, mwanamke mwema. Qanitatun, mwanamke ambaye ni qanitin, mcha Mungu, ili kizazi
kipate kuwa kicha Mungu, lakini umefuata matamanivu ya nafsi yako, umeoa mwanamke asiyekuwa na dini. Kwa hiyo hapo umedhulumu nafsi yako mwenyewe na nafsi za watoto, kizazi kitakachokuwa pale. Hii ni dhuluma ambayo inasabilika kwenye dini. Allah subhanahu wa ta'ala atakusimamisha na akuulize, kama Mtume alivyosema, nyote ni wachunga na mtaulizwa katika kile mlichokichunga. Kwa hiyo baba, utakuwa mas'ul katika watoto ambao uliowazaa. Umechunga vipi dini yao? Kama ukichunga dini vizuri, utakuja kuadhibiwa na Allah subhanahu wa ta'ala siku ya Kiyama. Ndugu zangu katika imani, Allah subhanahu wa ta'ala anatunukulia maneno ya Nabii Yaqub pindi alipokuwa kufika katika sakaratul maut. Allah anatunukulia, anasema pindi kwenye suratul Baqara, Nabii Yaqub hadhara al-maut, alipofikiwa na kifo, aliambia watoto wake, madha ta'buduna min ba'di, mtaabudu nini baada ya mimi kisha kutoweka? Wakasema watoto wake, qalu, wakasema, na'budu ilahaka wa ilaha abauka Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida, hakika baba usina wasi, sisi baada yako wewe, baada ya kushakuondoka, tutaendeleza ibada hii tukufu, tutamwabudu Mola wako, Mola wa babu zako. Kumbe ndugu zangu katika imani, hii ni moja katika jukumu kubwa letu sisi kama wanaume, tusiwadhulumu watoto wetu kupitia kuoa wanawake ambao ni makahaba wasiokuwa na dini. Aqulu ma tasma'un wastaghfirullah li wa lakum innahu huwa al-ghafurur rahim wa huwa al-barrul karim. Ibadallah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wasallam. Ndugu zangu, kwa kumalizia hotuba yetu ni kwamba sisi ni wageni na ni wapita njia katika ardhi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kusimama na kukumbushana ni wajibu wetu sisi. Kwa nini? Allah anatulingania sana na anatupa tahadhari, anasema wattaqu fitna, ogopeni fitna ambayo la yusibana alladhina dhalamu khaswa. Ogopeni fitna ambayo mtaishi katika miji na mitaa ambayo kuna watu maasi, kuna watu ambao watafanya maasi makubwa aina mbalimbali. Baadhi yenu maasi hayo watadumu kwayo, lakini sasa nyie ambao mmejifanya nyie ni wema, mkakataa kuungana nao katika kuwalingania, mkashindwa kuwalingania, sasa ukopeni, kutakuja kitu, patakuja adhabu ambayo ikija haitowakumba wenye kufanya maasi peke yao. La yusibana alladhina dhalamu khaswa, haitowakumba wale waliozulumu kati yenu peke yao, manake ikija na wale ambao wema wote, adhabu hiyo itawakumba. Na adhabu hiyo ni pale watu walipodhulumu nafsi zao na kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Kumbe ndugu zangu katika imani, tuko katika meli moja ambayo watu wako chini na juu. Hao wa chini wakitaka kuitoboa ili wachukue maji, tutaangamia sote. Allah subhanahu wa ta'ala kwenye Qur'an anasema, lu'ina alladhina kafaru min bani Israil, wamelaaniwa walokufuru katika watu wa bani Israil. Kwa nini? Kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu, walikuwa hawawezi kukatazana, hawakatazani. Watu wanafanya maasi, mtu anamuona tu anamwacha, kisha anasema mimi namtakia. Mwenyezi Mungu mwenyewe anamuona, hata mhukumu, achana naye. Kwa hiyo walilaaniwa kupitia hili. Na dawa inatakiwa ifanyike kwenye mji kisawa sawa. Na dawa haikuachiwa tu wasomi wa dini ndio waifanye. Hapana, wote jamii zima ya Kiislamu wafanye na kutengeneza utaratibu wa kuisukuma dawa mbele na harakati za kidini. Kwa nini? Dhulma ikifanyika kwenye ardhi ya Allah subhanahu wa ta'ala, adhabu ikija itawakusanya wote. Ndugu zangu katika imani, tuko katika mwezi wa Dhulqaada, ni mwezi ambao ni mtukufu, na Allah akatahadharisha akasema tusidhulumu nafsi zetu. Dhambi yoyote ukiifanya
inazidishwa, na dhambi ambayo utaifanya katika miezi hii inazidishwa. Baada ya mwezi tutaingia katika mwezi mtukufu wa Dhulhijja. Ni mwezi ambao utapatikanika funga ya Arafa na ibada kubwa ya hija, na kutapatikanika ibada ya kuchinja. Kumbe watukufu wa Islam, tujiandae na ibada kubwa hizi. Ikiwa hautoweza kwenda hija, basi ndugu zangu, jiandae na kuchinja. Nyingine ibada kubwa sana ya kumwaga damu. Kwa wale wenye uwezo wao hawana matatizo na hilo. Ni tariki ikifika anaondoka. Tariki ikifika ya kuchinja atachinja. Lakini mimi na wewe ambao uwezo wetu uko chini, ni hivi unaanza kujiandaa. Katika mji wa South Africa hapa kuchinja ni una randi yako 1500, unaweza kuchinja mbuzi wako ama 2000, 2400 na 300 na 500 unachangia ng'ombe. Kumbe ni ibada kubwa. Masingo wengi wa hii ibada wanaichukulia kama ni ya kawaida. Anapiga hesabu, sasa mimi nikichinja hizi nyama nitazipeleka wapi? Sina familia. Malengo sio kula nyama tu. Malengo kwanza ni ibada, ni amri. Kama unaona kwamba nyama hizi ni nyingi, hauwezi kuzila mwenyewe, utazitoa sadaka. Zinagawiwa mafungo matatu. Fungo la kwanza utachukua ule na familia yako, na mafungo mengine utatoa sadaka. Ndugu zangu katika imani, Allah subhanahu wa ta'ala ametutaka tusijidhulumu nafsi zetu sisi wenyewe, kwa kuwa dhulma imejaa sana katika miji yetu. Mtu unakwenda kukopa, una matatizo, unakwenda kumkopa ndugu yako pesa. Nisaidie, nimekwama, niazime 100, niazime 500, nitakurudishia nikaongeze kwenye rent. Lakini ikiwa kipindi cha kulipa sasa, wakati wa kulipa, mtu anakuambia sijapata na uwezo anao, mpaka ule mwenye aliodhulumiwa anasema namwachia Allah. Huyo aliyedhulumu akisikia hivyo anafurahi. Anashindwa kukumbuka kwamba anayeachiwa kesi hii ni Rabbu samawati wal ardh, Allah ambaye amenyanyua mbingu 7 bila ya nguzo. Ndio anaambiwa na kuachia ya Allah wewe dili na huyo aliyedhulumu. Aya ndefu kwenye Qur'ani inazungumzia deni. Idha tadayantum ila ajali musamma faktubu. Ndio aya ndefu kwenye Qur'ani, katika aya zote inazungumzia deni. Hii ni maisha ya binadamu, wengi wanadhulumana kupitia hiyo. Tumogope Allah subhanahu wa ta'ala katika hilo. Dhulma nyingine inafanyiwa ni katika ndoa. Mume anaoa au mke anaolewa, anashindwa kuchukua misingi na mipaka ya ndoa yake, anashindwa kulinda mipaka ya ndoa. Mke anatoka ndani ya nyumba yake bila ruhusa ya mume wake. Hii ni dhulma, huna haki hiyo. Mume anashindwa kuhudumia familia yake na ni majukumu yake, anadhulumu mke wake kwenda kufuata mahawara. Zote hizi ni dhulma, na hapa wengi tumefeli katika wanaume. Zina ni kubwa. Wengi katika wenye kuwa katika ndoa anahudumia masingomaza walioachika, hawataki kuolewa, wanaekalia kuchomoa macho katika waume za watu. Na vijana wengi hawataki kuoa, wanawastiri na kuwalinda hawa na kuwahudumia hawa. Kumbe ni dhulma. Mtu na mke wako unamwacha, unampangia kimada. Hizi dhulma zinafanyika sana, na dhulma baina yetu tunazifanya katika kudhulumu nafsi zetu. Ni pale wengi wanashindwa kufanya ibada ya swala. Wengi Waislamu hawaswali. Mtu anaswali Ijumaa mpaka Ijumaa, mwingine Ramadhani mpaka Ramadhani. Hii ni dhulma ambayo mtu anajidhulumu mwenyewe katika nafsi yake. Ndugu zangu katika imani, tunahitimisha Ijumaa yetu ama hutuba yetu ya kwamba tulikuwa tunazungumzia mada ya miezi mitukufu hii ambayo tumo ndani, umoja na Dhulqaada, na Allah ametuhusia na kutukataza kabisa, fala tadhlimu fihinna anfusakum, msidhulumu nafsi zenu. Kila umoja anajua nini ambayo imemganda kwenye nafsi yake, anashindwa kuacha. Kuna wale ambao wana vimada, kuna wale wasioswali, kuna wale wana madeni ya watu kwa muda mrefu, kuna wale wanalewa. Hii yote ni dhulma ambayo inatuganda kwenye mabega yetu. Ndugu zangu katika imani, sisi ni wageni katika ardhi ya Allah subhanahu wa ta'ala, na muda wote tunakwenda
umoja baada ya mwingine. Ni wengi tulikuwa nao mjini, lakini ndugu zangu katika imani, sisi wenyewe tumewapeleka, tumewazika. Ni wengi katika familia zetu tulikuwa nao, wazazi wetu tulikuwa nao, tunawapenda, rafiki zetu na ndugu zetu, watoto wetu tumewazika na tulikuwa tukiwapenda. Kaka zetu, dada zetu wako mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na mtume alipomshika Abdullah ibn Umar katika mabega yake alimuhusia akamwambia, kun fi dunya ka'annaka gharibun au adilu sabil. Ibn Umar, nakuhusia sahaba wangu, hii dunia, ishi katika dunia hii kama mgeni au mpita njia. Kwa nini? Kisha Abdullah ibn Umar akasema, aliposikia maneno makubwa kama haya akasema, nikiona napozukiwa na usiku sitotegemea kwamba nitaamka asubuhi. Kisha akasema, wakhudh min sihatika almaradika, ikiwa uko hai chukua kile ambacho kitakusaidia pindi utakapoumwa, na ukiwa uko na uhai chukua kile ambacho kitakusaidia baada ya kushakuondoka katika dunia hii. Inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim, wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi inna Allaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkar ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Qumu ila salatikum yarhamukumullah wa aqimis salat.